Naam, habari za jioni mtazamaji wa Channel 10 Plus. Karibu kwenye taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo, ambapo msomaji wako usiku huu ni mimi Fatma Hassan. Karibu. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamshikilia Jackson Katabi, mkazi wa Kaporo, wilaya ya Kilombero, kwa tuhuma za kumuua George Magnus kufuatia ugomvi ulioibuka kutokana na deni la shilingi 1000. Kwa mujibu wa kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, kamishna msaidizi mwandamizi Alex Mkama amesema tukio hilo lilitokea usiku wa Machi 28 mwaka huu katika kijiji cha Kaporo, wilaya ya Kilombero, huku chanzo kikiwa ni marehemu George kukaidi kulipa deni la shilingi 1000 kwa mtuhumiwa Jackson Katabi. Hili tukio limetokea Machi 28 mwezi wa 3 mwaka huu usiku katika kitongoji cha Kaporo, kata ya Kibaoni, wilaya ya Kilombero, ambapo kulitokea ugomvi kati ya marehemu na mtuhumiwa. Chanzo cha ugomvi huo ilielezwa kwamba mtuhumiwa alikuwa anamdai marehemu pesa kiasi cha shilingi 1000. Marehemu alipotakiwa kurudisha pesa alikataa, na ndipo ugomvi ulitokea baina yao. Na katika ugomvi huo marehemu alipata jeraha dogo kichwani na kupatiwa huduma ya kwanza kwenye zahanati iitwaye Kaporo Health Service na kuruhusiwa kurudi nyumbani. Lakini akiwa njiani alianguka na kupoteza maisha. Msingi mtuhumiwa amekamatwa na hatua zingine za kiuchunguzi zinaendelea kusudi aweze kufikishwa kwenye mkondo sahihi wa kisheria. Naam, tukiwa bado huko mkoani Morogoro, makampuni ambayo yamekuwa yakitumia mtindo wa kuwarubuni vijana kupitia mitandao kuwa wanafundisha namna ya kuwa matajiri yanachunguzwa uhalali wake, huku viongozi wa makampuni hayo wakishikiliwa na jeshi la polisi. Kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Morogoro SSCP Alex Mkama amewaambia waandishi wa habari kuwa pamoja na kuchunguzwa kwa makampuni hayo, jumla ya vijana 399 wameokolewa kutoka mikononi mwa matapeli, huku watuhumiwa zaidi ya 19 wakikamatwa kwa kipindi cha Januari hadi Machi mwaka huu. Jeshi la polisi mkoa wa Morogoro limeendelea na operation za kukabiliana na matapeli sugu ambao wanatumia mtindo wa kuwarubuni vijana kupitia mitandao mbalimbali, kwamba wanawafundisha vijana namna ya kuwa mabilionea, na baadaye kwa kutumia majina ya makampuni ambayo yanachunguzwa kuhusu uhalali wake. Kwa hiyo tumekuwa na wimbi la matapeli kwenye mkoa wetu wa Morogoro, na sisi tangu Januari tumekuwa na operation mbalimbali za kukabiliana nao. Kwa hiyo sehemu ya utapeli ambao tunauona ni haya makampuni aidha bandia au uhalali wake pia bado unachunguzwa. Yamekuwa na mtindo wa kuwaita vijana kutoka mikoani huko kwa ajili ya kuja kufanya mafunzo ya ujasiriamali au kuwafanya wawe mabilionea, matajiri kwa baadaye. Sehemu ya makampuni hayo ni kampuni inajiita kwa jina la Alliance in Motion Global, nyingine inajiita QY Group of Company, lakini kuna kampuni inaitwa QNet Group of Companies, na kampuni nyingine inajiita Instant Millionaire. Kwa hiyo viongozi wa haya makampuni wamekamatwa kwa ajili ya uchunguzi zaidi. Utaona vijana hawa wanashawishiwa kutoka kufika eneo watakaloelekezwa, ambapo ulipa ada ya shilingi kati ya 600,000 mpaka 1,000,000, na ukishapokelewa kwenye kambi ambazo zimeandaliwa, ambapo ni nyumba kubwa zenye uzio, ambapo si rahisi kuonekana na watu wengine, kisha kuanza kuwalazimisha au kuwashawishi wenzao, ambapo uwavuta kwa maneno mazuri na kusafiri kufika kambini mkoa wa Morogoro. Vijana hao wakiwa kambini urubuniwa na kuanza kuwalazimisha wazazi wao wawatumie pesa kwa ajili ya kuendelea na masomo zaidi, wakiaminishwa kuwa watakapohitimu watapata ajira kupitia mtandao. Vijana wengine wanatokea mikoa ya Arusha, Manyara, Kilimanjaro, Tanga, Mwanza na Iringa. Wengi wa vijana wanatokea mikoa hiyo. Lakini utashangaa kwamba hakuna kijana anatoka mkoa huu wa Morogoro. Wengi wanatoka mikoa ya nje. Mpaka sasa jumla ya vijana 399 wameshaokolewa kutoka mikononi mwa matapeli hao, lakini watuhumiwa zaidi ya 19 wamekamatwa kwa kipindi cha kuanzia Januari mpaka mwezi Machi mwaka huu. Yes, tukampa mtoto hela na nauli akapewa, akaja Morogoro siku 3-2, tunapigiwa simu kwamba wafanye interview watu 30, lakini watu 6 ndio wamepita kwenye interview, ambao mwanetu mmoja Eriki kashika nafasi ya kwanza, kwa hiyo ataenda Dubai, lakini kuna wengine wataenda Malaysia 3.
Serikali ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na waasi wa M23 wanajiandaa kwa mazungumzo ya ana kwa ana Aprili 9. Mkutano huo wa Doha utakuwa wa kwanza wa mazungumzo ya moja kwa moja tangu waasi wa M23 kuteka miji miwili mikubwa ya mashariki mwa Kongo, na kulingana na vyanzo vya habari, waasi wa M23 na serikali ya DRC wamekubaliana kutojadili hadharani kiini cha mazungumzo hayo. DRC kwa sasa inakabiliwa na mojawapo ya matatizo makubwa zaidi ya watu waliokimbia makazi yao na ya kibinadamu kutokana na ghasia zinazoendelea na ukosefu wa utulivu. Zaidi wa mamilioni ya watu wamelazimika kuyahama makazi yao na takribani watu 7,000 wameuawa katika miezi ya hivi karibuni. Wakati hayo yakiendelea, Wizara ya Mambo ya Kigeni ya Marekani imemteua Masad Boulos kuwa mshauri wa ngazi ya juu wa masuala ya Afrika, hasa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Rwanda, Kenya na Uganda, na jukumu lake la kwanza ni kulitembelea eneo la Maziwa Makuu kusogeza mbele juhudi za uwekezaji na amani. Diwani wa kata ya Kisawasawa, halmashauri ya mji Ifakara Songo Daniel, ameiomba TARURA kushughulikia daraja la Ichonde Sogea Mbele lililopo kata ya Kisawasawa katika wilaya ya Kilombero, lililosombwa na maji kutokana na mvua kubwa kunyesha na kuacha maafa kwa wananchi. Taarifa ya Jimmy Mengele inafafanua zaidi. Akizungumza na waandishi wa habari katika eneo la tukio, diwani huyo amesema kuvunjika kwa daraja hilo kumesababisha changamoto kubwa kwa wananchi ikiwemo wanafunzi, na kuwaomba wakala barabara vijijini na mijini TARURA kushughulikia adha hiyo kwa haraka. Tulikuwa tuna daraja hapa limeweza kuondolewa. Daraja la msingi sana, daraja la muhimu kwa sababu lilikuwa likipitisha wananchi, likipitisha mazao, likipitisha wanafunzi. Kwa mfano leo hii wanafunzi wameshinda kwenda shule kutokana na kung'oka kwa daraja hili. Lakini pia miundombinu ya maji pia imeweza kung'oka kwa sababu ilikuwa ikipita kwa daraja hili lililojengwa kwa nguvu za wananchi. Hivyo kipekee kabisa ninaomba msaada kwa halmashauri ya mji wa Ifakara, hususani kwa kitengo cha TARURA kuweza kutuangalia kwa fedha za dharura kuweza kutusaidia kujenga hapa. Lakini sanjari na hivi pia tunaona kumetokea maafa makubwa. Mvua hii lakini si kwa mto huu Ichonde, kwa mto wa Kisawasawa umeweza kubomoa ngema, lakini pia maji yameingia kwa watu wameweza kupoteza mali zao, vyakula vimeharibika. Kwa upande wake mwenyekiti wa kijiji cha Ichonde Juma Rashidi amesema daraja hilo limesababisha shughuli nyingi kusimama, huku baadhi ya wananchi wakieleza adha wanazopitia kwa sasa. Ili daraja lijengwe kwa haraka, wanafunzi na watu wote, wananchi wote kwa pamoja tuweze kuvuka daraja hilo, maana ni daraja muhimu. Wanafunzi wanapita kwenda shule na wazazi wanakwenda shamba na mazao mbalimbali yanapita kwenye daraja hilo. Kwa hiyo kuvunjika kwa daraja hilo kwa kweli limetuletea shida nyingi. Limetoka, kwa hiyo na watoto wengine hawakwenda shule na wengine hawavuki kwenda mashambani. Kwa hiyo adha kubwa tumeipata. Tunaomba watu mtakao tusikia kilio chetu mtusaidie sisi wana kitongoji cha Sogea Mbele kutokana na maafa haya. Sehemu nyingi kutoka upande wa kijijini ndio wanategemea kupitisha mazao yao hapa. Lakini kutokana na mazingira kama haya imeshatukwaza na hatuelewi nini cha kukifanya, isipokuwa sasa tunaomba serikali tusaidie ili tuweze kulirudisha daraja katika mfumo wake na watu waendelee na shughuli zao za kila siku za kilimo na kupitisha mazao. Jimmy Mengele, Channel 10, Morogoro. Katika hali isiyokuwa ya kawaida, kundi la fisi limevamia nyumbani kwa Mageni Maduhu, mtaa wa Mahina, kata ya Somanda, halmashauri ya mji wa Bariadi, mkoani Simiyu, na kushambulia kondoo wake 21 na kuwaua. Tukio hilo limetokea nyumbani kwa Mageni Maduhu majira saa 5 usiku, ambapo amesema kuwa alisikia kundi la fisi wakilia nje ya nyumba yake, na ndipo alipoamua kutoka nje na kuwakuta, na baadaye walipomuona wakakimbia. Nimesikia fisi inalia nje. Sasa nikatoka. Na nilipotoka nikaikuta fisi, iliponiona ikakimbia. Sasa nikaanza kuifuguza. Kumbe mbele yake
kuna fisi wengi, nikaamua kurudi. Nipo rudi nyumbani kuangalia kwenye kondoo, nikakuta zote zimekufa. Nilikuwa nina kondoo 30, zilivyoonekana zilizoliwa ni 21, 9 hazionekani. Lazima tufanye operation kali. Kwa hiyo tutaanza kwenda kuwasaka wale fisi 4 walioonekana juzi na hao wengine ambao wameanza kuleta shida. Kama ni fisi kweli, tutashughulika nao. Tutafanya operation ya kusaka fisi ambao wako hapa mjini, maana sio kawaida pia. Fisi halmashauri ya mji fisi anafanya nini? Kama wapo fisi ambao wanafugwa na watu, ni watahadharishe. Kama wapo watu wanafuga fisi ambao wanakuja kuleta shida hii kwa wananchi wasio na hatia, ni watahadharishe asiwepo fisi anayefugwa. Kwa hiyo mwenye fisi wake, kwa wale ambao mnaamini kwenye kufuga fisi, hao fisi muwasalimishe mapema au muwabadilishe kwa namna mnayojua wasiwe fisi, kabla mimi sijaingia kuwatafuta hao fisi. Kwa kipindi hiki fisi ni wengi kiasi kwamba unapokuwa umelala nje ya malango yako unakuta kwamba huko nje kama una mbwa ni usiku mzima wanabweka. Serikali tusaidie, labda ifanye pengine msako wa kuwasaka hawa fisi waweze kupungua kwenye maeneo yetu, nasi tuwe na uhakika na mifugo yetu. Fisi sasa hivi kipindi hiki ni wengi. Ukiangalia kwenye huu mji kondoo 21 tulioshuhudia machoni mwetu. Tunaomba serikali tuangalie kwa macho mawili kwenye hili janga. Kwa sasa hivi ukiangalia fisi walivyofungua pale, wamefungueje, na mtu amefunga pale wamefungueje? Fisi wakaingia wakala kondoo wote. Na mtazamaji, unaendelea kutazama taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10+. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amewaonya mawaziri wake dhidi ya utovu wa nidhamu, akisema baadhi yao wanatoa siri za serikali wakati wamelewa na wengine wakishindwa kujizuia na kusinzia wakati wa mkutano ukiendelea, na hivyo kushindwa kufuatilia na kuwa makini kusikiliza hoja muhimu zinazotolewa. Ameonya kuwa tabia hiyo ya ulevi hadi usiku wa manane ni mbaya, kwani inahatarisha kuvujisha siri za serikali na kuchelewesha utoaji huduma kwa umma wakati kiongozi akiwa amelewa. Itakumbukwa kuwa Rais Hichilema alipata ushindi wa kishindo mwaka 2021. Ana mipango kabambe ya kugeuza uchumi wa nchi yake ambayo ni mzalishaji mkuu wa pili wa shaba Afrika tangu ashike madaraka. Amewafuta kazi maofisa kadhaa wakiwemo mawaziri kutokana na utovu wa nidhamu kazini. Mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego amemshukuru Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwa kukubali kujenga reli ya mwendokasi SGR kutoka wilayani Manyoni mkoani humo hadi Singida mjini, itakayosaidia kuchochea shughuli za maendeleo na uchumi wa wananchi mkoani humo. Rafuru Kinala ameandaa taarifa ifuatayo. Ujenzi wa reli ya mwendokasi SGR unaoendelea nchini unatarajiwa kuleta maendeleo makubwa katika sekta ya usafirishaji mkoani Singida. Reli hiyo ya mwendokasi iliyopita katika wilaya ya Manyoni kuelekea mikoa ya kanda ya Ziwa, lakini kwa sasa reli hiyo inatarajiwa kuwa na mchepuko wa kutoka Manyoni hadi Singida mjini. Akizungumza na waumini wa dini ya Kiislamu, mkuu wa mkoa wa Singida Halima Dendego akaeleza ujio wa reli ya mwendokasi SGR Singida mjini. Imempendeza Mungu. SGR ilikuwa inapita Itigi na Manyoni, sasa SGR inakuja Singida mjini. Nani kama Dr. Samia? Kwa kuletwa kwetu hapa SGR imerahisisha maisha wana Singida, sisi na bidhaa zetu tunaelekea duniani. Kwa hiyo haya ni mambo mazuri. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mheshimiwa Rais. Mbali na SGR kufika Singida mjini, lakini miundombinu mingine nayo inaendelea kuboreshwa, hasa barabara. Zile barabara ambazo zimekuwa kilio cha wana Singida zinaenda kujengwa sasa kwa kiwango cha lami.
Kienda Mkiwa Itigi, barabara ile inajengwa kwa kiwango cha lami, na sio siku gani, ni sasa mkandarasi ataanza kazi muda si mrefu. Barabara yetu ya Sepuka Ndago inajengwa kwa kiwango cha lami kuanzia Sabasaba. Hiyo nayo ni barabara ambayo imeliliwa sana na Wanasingida. Kwa upande wake, Shehe wa mkoa wa Singida Isa Nasoro Isa akawataka wananchi kuwapuuza wanaomkashifu Rais Dr. Samia Suluhu Hassan. Tuhakikishe tunalinda heshima ya Mama Samia Suluhu Hassan kwa maana ya kulinda wadhifa wake kama ni rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa yoyote anayejitoa ufahamu wa akili, awe kiongozi wa dini, awe mwananchi, kwa utovu wake wa nidhamu, kumkashifu wazi wazi, hao Waislamu kwa pamoja tuwapuze. Nao baadhi ya wananchi wakaonesha kufurahishwa na ujio huo wa reli ya mwendokasi Singida mjini. Swala la SGR kuja Singida ni swala la kheri sana. Litatufanyia wepesi katika safari zetu za kutoka Singida kwenda Dar es Salaam. Kwa kweli swala ambalo tumelipokea kwa mikono miwili na tumelipenda vibaya mno yani. Ni jambo adhimu. Ni jambo zuri. Ni jambo ambalo hatukulitaraji, lakini limeonekana kama limekuwa surprise kwa watu wa Singida. Tunasema asante sana kwa serikali kutuletea jambo hili. Kutoka mkoani Singida, Rafuru Kinala. Jeshi la China limefanya mazoezi ya silaha za moto na makombora ya masafa marefu katika bahari ya China Mashariki karibu na Taiwan, kipindi hiki ambacho mvutano kati ya China na Taiwan unazidi kuwa mkubwa. Taarifa zaidi na Witness Ngalawa. Jeshi hilo limesema kuwa lilikuwa likifanya mazoezi ya mashambulizi ya usahihi kwenye bandari ya miundombinu ya nishati, lakini pia halikutoa maelezo kuhusu eneo kamili la mazoezi hayo. Mazoezi hayo yanakuja baada ya kuongezeka kwa matamshi makali ya China dhidi ya rais wa Taiwan Lai Ching-te ambaye China ilimuita kama mnyonyaji. Pia mazoezi hayo yanajiri mara tu baada ya ziara ya waziri wa ulinzi wa Marekani katika bara la Asia ambapo aliikosoa China mara kadhaa. China inayodaiwa kuwa Taiwani inayojitawala kidemokrasia ni sehemu ya eneo lake na imeendelea kumshutumu Rais Rai kuwa anaendesha harakati za kutaka kuitenganisha Taiwan pamoja na China. Rai ambaye alishinda uchaguzi wa kuingia madarakani mwaka jana anakataa madai hayo ya China na kwamba Taiwan ni sehemu ya nchi hiyo na kusema ni watu wa Taiwani pekee wanaweza kuamua mustakabali wa nchi yao. Jeshi la China limesema kwamba katika mazoezi hayo yaliyopewa jina la Straight Thunder 2025A ambavyo vikosi vyake vya ardhi vilifanya mazoezi ya silaha za moto kwenye maji ya bahari ya China Mashariki. Mimi ni Witness Ngalawa na hii ni Channel 10+. Watu 21 wamefariki dunia baada ya mlipuko uliofuatiwa na moto kwenye ghala kubwa la baruti magharibi mwa India. Vyombo vya habari vya huko vinaripoti kwamba kwenye mkasa huo uliotokea jana watu wengine 6 waliuawa. Mratibu wa wilaya ya Banaskata Mihir Patel amesema nguvu ya mlipuko huo ilikuwa kubwa sana kiasi cha kuwasukuma watu umbali wa mita 300 kutoka kwenye eneo la tukio na kuacha majengo kadhaa yakiporomoka kwa mlipuko huo na kuwafukia watu kwenye vifusi. Polisi inasema wengi ya walioathirika na mkasa huo ni wafanyakazi wa ghala hilo la baruti. Matukio kama hayo yamekuwa yakitokea mara kwa mara nchini India ambapo viwango vya usalama kwa wafanyakazi ni ya chini. Wananchi wa kijiji cha Kaloseno kata ya Dirima wilaya ya Hanang wameiomba serikali kusaidia kuwaunga mkono kukamilisha ujenzi wa shule yao ambayo wameanza kuijenga kwa nguvu zao ili kuokoa watoto wao kutembea umbali wa kilomita 24 kwenda na kurudi kufuata huduma ya elimu kwenye shule ya msingi ya Kaloseno, jambo linalowapelekea wengi wao kuishia njiani bila ya kumaliza masomo. Elia Kimani ana taarifa zaidi.
Hapa ni sawa na kusema mgeni njoo mwenyeji apone, baada ya mapokezi haya kwa mbunge wa jimbo la Hanang' Engineer Samuel Hayuma. Kisha wakamfikisha kwenye vyumba hivi vitatu vilivyojengwa hadi muonekano huu kwa nguvu zao ndani ya siku 21 pekee kwa ajili ya kuweka jiwe la msingi. Kisha wakakaa kitako na kumweleza ya moyoni. Wananchi wa kitongoji cha Mereko kupitia mkutano mkuu ulioketi tarehe 4 mwezi wa pili 2025 uliazimia kila kaya kuchangia kiasi cha shilingi 50,000. Licha ya kupitia kipindi hichi kigumu, tuliweza kuchangia shilingi milioni 10 na kuanza shughuli za ujenzi wa vyumba vitatu vya madarasa ndani ya siku 21 mpaka hatua hii ilipofikia kama inavyoonekana mbele yako. Fanya hivyo utapunguza hadha ya watoto wetu ya kutembea umbali mrefu usiopungua kilomita 24 kwenda shuleni na kurudi nyumbani, pamoja na msitu na vichaka ambavyo ni hatarishi. Hatuna barabara ya kwenda kwenye kijiji mama kwa sababu makorongo kwa kweli yamekatika. Kipindi ya mvua hata watoto wetu hawezi kwenda shule kwa ajili ya korongo. Mwalimu akishaona mawingu anawaruhusu watoto mapema kuwatawanya kwa sababu watasumbuliwa na korongo. Naam, mgeni kafika. Sio na wasiwasi, mambo yenu mengi yako kwenye mstari vizuri. Yote hawa wanahitaji kuungwa mkono kwa namna yoyote ile, ndani ya wiki mbili tupate bahati za kuoa jengo hilo. Na hii shule tulisema isajiliwe, watoto wetu wasome hapa. Hatua ya awali tumeshaleta mwalimu, analipwa na serikali. Watoto wako mpaka darasa la 2 sasa. Hatutaki hiyo kasi isimame kwa sababu ninyi wa moto, lazima na sisi tuwe wa moto. Na maombi tu machache. La kwanza, mwaka wa uchaguzi, hakikisheni kadi zenu na hakikisheni majina yenu wakati uhakiki wa daftari utakapoanza. Maombi mengine wananchi hapa ni kupandishwa hadhi kitongoji cha Mereko kuwa kijiji. Kitongoji hiki kiweze kupata kijiji kwa sababu zina kaya 350 inatosha kuwa kijiji. Kutoka katika kitongoji cha Mereko, kata Dirima, wilaya Hanang' mkoani Manyara, mimi ni Elia Kimani. Kampuni ya uchimbaji wa madini ya mkaa wa mawe Jitegemee Holding Company wanatarajia kuanzisha kiwanda cha kuzalisha mkaa safi wa kupikia pamoja na utengenezaji wa majiko bunifu ili kuunga mkono jitihada za serikali ya awamu ya 6 katika kampeni ya matumizi ya nishati safi kwa lengo la kuepusha wananchi na maradhi mbalimbali yanayotokana na moshi mchafu unaosababishwa na kuni. Dita Nyoni kutoka Ruvuma ana taarifa zaidi. Meneja wa uzalishaji wa kampuni ya Jitegemee, Mhandisi Bosco Mabena, amesema mkaa safi wa kupikia utatokana na madini ya makaa ya mawe yanayopatikana katika kijiji cha Luanda, wilaya Mbinga, mkoani Ruvuma, na kusambazwa kwenye taasisi za elimu, magereza na majumbani, kwani una uwezo kukaa kwa masaa zaidi ya 5 na utauzwa kwa bei rafiki. Na hiki kiwanda ni kiwanda pekee kikubwa ambacho kiko kwenye mkoa wa Ruvuma, lakini hata kwenye Southern Highland pamoja na mikoa yote. Kwa hiyo tutajitahidi kuanza na nyumbani hapa, tutatosheleza mikoa yote, lakini tunaomba kamati zetu hizi zitusaidie tutakapofika ofisini ili tuweze kutumia kwenye jeshi, magereza, mahospitali na watu binafsi wote tutataka watumie hizi nishati badala. Kwa hiyo akiwa kiwandani hapo kwa lengo la kujionea uzalishaji wa mkaa safi, mkuu wa mkoa Kanali Ahmed Abbas Ahmed amesema utasaidia kuwalinda wanawake ambao walikuwa na changamoto kukata miti ovyo na kusababisha uharibifu wa mazingira. Lakini pia kwa kumuunga mkono Mheshimiwa Rais kwenye kampeni ya matumizi ya nishati safi. Kama ambavyo mnafahamu, tumekuwa na changamoto ya kukata miti kama sehemu ya nishati na hivyo tunaharibu mazingira. Lakini rai yangu ni mhakikishe mnakuwa na sales point maeneo mengi kwa kadiri inavyowezekana, ili tutakapoanza sasa initiative ya kutumia isiwe tena scarcity ya upatikanaji wake. Aidha, Kanali Ahmed ameagiza uzalishaji wa mkaa safi uendane na utengenezaji wa majiko banifu kwa ajili ya matumizi ya mkaa huo.
yana moto mkali na yana last for long time. Kwa hiyo hivi majiko yetu tunayotengeneza ya kawaida haya yanaweza akawa linaisha jiko lakini mkao ukawa umebaki. Sasa tuangalie namna ya kutengeneza majiko yanayoendana na hii, lakini pia sufuria zinazoendana na matumizi ya mkaa. Kutoka Ruvuma, Ditanyuni. Wanafunzi wa shule ya sekondari ya Mponyule iliyopo wilaya ya Kilwa mkoani Lindi waliokuwa wakitembea umbali wa zaidi ya kilomita 40 huku wakiomba lifti za malori yanayofanya safari zake kati ya mikoa ya Mtwara, Lindi, Pwani na Dar es Salaam ili kuwahi masomo wameondokana na adha hiyo baada ya kukamilika kwa shule mpya ya Mavuji iliyojengwa kwa fedha za uboreshaji wa elimu sekondari kwa zaidi ya shilingi milioni 560 za Kitanzania. Ahmad Nandonde kutoka Lindi ametuandalia taarifa ifuatayo. Kipindi wanapanda hayo magari, hadha ambazo walikuwa nakutana nazo ni kudanganywa kati ya madereva, kuwadanganya watoto wa kike ili mradi wasiweze kumaliza masomo yao. Baadhi ya wazazi wenye watoto wanaosoma shuleni hapo wamemshukuru Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan kwani tangu kuanzishwa kwa shule hiyo kumepunguza hali ya utoro kwa wanafunzi ikiwemo ndoa na mimba za utotoni kutokana na watoto wengi kuwa kwenye hatari ya kurubuniwa kwa kisingizio cha lifti. Muda kipindi wanasoma ile shule ya kata ulikuwa ni umbali mrefu. Kwa hiyo ikifikia muda kuanzia saa 7 saa 8 mtoto anafikiria nitapata wapi gari ya kurudi nyumbani kwa muda wakati. Na muda huo akiwa ana njaa. Changamoto tulikuwa tunazipata kwa wazazi. Watoto wengine walikuwa nakaa bweni, wengine walikuwa wanakwenda na kurudi. Kwa hiyo wale waliokuwa wanakwenda na kurudi changamoto kubwa walikuwa wanazipata. Sasa mtoto wa kike mabasi alikuwa anawakataa, wanapanda malori. Mtoto wa kike kupanda lori inakuwa ni changamoto kubwa. Huenda akafika shuleni au asifike shuleni. Na wanaokaa kule bwenini changamoto kubwa tulikuwa tunayo. Wanaishiwa sabuni, matumizi madogo wanakuwa hawana. Kwa hiyo ilikuwa inatupasa kuna muda mwingine tunawapelekea wenyewe wazazi. Tunapanda gari tunapelekea. Mkuu wa shule sekondari Mavuji Joseph Mgala amesema shule hiyo yenye wanafunzi 130 itasaidia kuongeza chachu ya ufaulu kutokana na miundombinu mizuri iliyopo katika shule hiyo. Tulipokea kiasi cha shilingi milioni 560 kwa ajili ya ujenzi wa shule hii. Fedha iliyoletwa maalum kwa ajili ya uboreshaji wa elimu ya sekondari SEQUIP. Kipindi cha kwanza walikuwa wanatoka maeneo haya kwenda kufuata elimu kijiji jirani au makao makuu ya kata ambao kuna shule kule inaitwa shule ya sekondari Mponyule. Ipo karibu kilomita 50 kutoka hapa. Lakini sasa wanafunzi hao wameepukana na adha hiyo ya kusafiri umbali mrefu kutokana na shule imeshakuwa karibu na maeneo yao. Viongozi wa kijiji hicho wamesema kukamilika kwa shule hiyo kutapunguza adha na gharama iliyokuwa inawakabili wazazi, lakini pia wameendelea kuhamasisha wananchi kuchangia chakula shuleni na hivyo kuwasaidia wanafunzi kupata elimu bora. Kwanza namshukuru Mwenyezi Mungu na namshukuru pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Tumehamasisha mimi na mwenyekiti wao na serikali yangu ya kijiji kuleta chakula. Wakati tunafungua shule tumeleta tani 3 za mahindi na tani 1 ya chakula cha maharage kama mboga. Na tunahamasisha pia wazazi kuchangia watoto wao waweze kula hapa shuleni. Imetunufaisha kutokana na gharama mbalimbali ambazo zimepungua. Kwa mfano, sehemu ya maradhi ya watoto ambayo tulikuwa tunawapangia kule, lakini sasa hivi zinatusaidia kwa ajili ya kuwanunulia vifaa vya shule. Ahmad Nandonde, Channel 10, Lindi. Asante sana Ahmad Nandonde kutoka huko Lindi kwa taarifa hiyo ambayo umeweza kutuandalia. Na sasa tunakwenda kupata habari za michezo na burudani kutoka kwake Esther Mtebe. Napokea kijiti kutoka kwake Fatma Hassan, na sasa ni wasaa wa kuangaza habari za michezo kitaifa na kimataifa pamoja na habari za burudani. Mimi ni Esther Mtebe, twende pamoja mpaka pale tamati. Tanzania inatarajiwa kuwa mwenyeji wa mashindano ya tennis kwa vijana wenye umri chini ya miaka 14 yatakayoanza kutimua vumbi kuanzia Aprili 6 hadi 13 mwaka huu kwenye viwanja vya Gymkhana jijini Dar es Salaam. Tupate taarifa zaidi. Hayo yameelezwa na makamu wa rais wa chama cha tenisi nchini TTA Rajabu Bori wakati alipozungumza na waandishi wa habari na kueleza umuhimu wa mashindano hayo ambayo yatahusisha nchi 6 tofauti. Mashindano makubwa na ni
opportunity kwetu sisi kuyapata haya mashindano, kwa sababu ni nchi nyingi zinagombea kupata mashindano haya ya Junior East Africa kama hivyo. Kwa hiyo tumefanikiwa kuyapata haya mashindano. Tunaomba tu wadau, na kama tukipata fursa pia ya watoto wetu wote watambue kwamba watoto wenzao wanawakilisha nchi kuanzia tarehe 6, na wao waangalie na wazazi ili wawapushi watoto waingie kwenye mchezo wa tennis. Katika hatua nyingine, Bori ametumia nafasi hiyo kuwaomba wadau kujitokeza kutoa sapoti, huku kocha wa timu ya Tanzania na mjumbe wa TTA wakieleza kukamilika kwa maandalizi kuelekea mashindano hayo. Wadau wajitokeze kutupa nguvu zaidi ili mashindano haya yawe makubwa kuzidi hata hizo nchi za East Africa zilizowahi kuyaozea mashindano. Kwa hiyo bado tunahitaji nguvu zaidi kutoka kwa wadau, na vile vile tunashukuru kwamba kumpata kiongozi wa nchi mama yetu ambaye naye ni mdau wa michezo, anapenda michezo. Tuko vizuri mpaka sasa, timu yetu tumefanya maandalizi yote mpaka leo, tunafanya maandalizi ya mwisho. Vijana wangu wako vizuri, na tunashukuru serikali yetu Tanzania kwa kuweza kupata mashindano haya. Mashindano ndio kwanza kufanyika Tanzania under 14. Miaka yote tunaenda kufanyika Kenya, Burundi, Rwanda, safari ya nchi yetu, na tunataka tutafanya vizuri zaidi ya miaka yote iliyopita. Timu tumeandaa vizuri sana, na timu imetoka Kenya mwezi uliopita, lakini pia na tumekuwa na mashindano mengi sana ndani, yamesaidia wachezaji wetu kuwa kwenye hali nzuri. Kwa hiyo mimi ninaamini kwenye mashindano haya tutafanya vizuri, kwa sababu kwenye ITF ama kati kuzungumzia mashindano ya grade 3 mashindano makubwa sana, na tunaona nchi nyingi sana za Afrika zimekuja kupambania hizo pointi. Kwa hiyo kwa upande wa timu yetu vijana wako vizuri. Mimi ni Juma Abdurrahmani na hii ni Channel 10. Asante mwanamichezo Juma Abdurrahmani kwa taarifa hiyo. Mkuu wa wilaya ya Tanga ndugu Jafari Kubecha amesema anatamani kampuni ya Mafia Boxing kujenga arena itakayofanikisha michezo mbalimbali. Amesema hayo wakati wa bonanza lililoandaliwa na Mafia Boxing Promotion, ambapo michezo mbalimbali kama mpira wa miguu, rede na bao ilifanyika. Wachezaji wanaoendelea kufanya tungetamani waje kufanya Tanga, kwa sababu Mafia Boxing zaidi ya 70% ya watu walioko Mafia ni wananchi wa Tanga. Kwa hiyo tungependa sana hii icon ya Kitanga isiondoke. Watu wakisikia ngumi waizungumzie Tanga. Lakini pia kama wanazungumzia michezo mpira wa miguu pia waendelee kuizungumzia Tanga, kwa sababu tunafahamu tuna vilabu vikubwa vya kihistoria katika mpira wa miguu kiwemo Coastal Union, African Sport. Hivi unapozungumzia historia na chimbuko la mpira wa miguu Tanzania, utakapozungumzia vilabu vikubwa vitano, huwezi kuacha kuzungumzia hizi klabu zetu mbili za Tanga. Kwa hiyo mnaona ni kwa namna gani kwamba Tanga na michezo vinakwenda sanjari. Kwanza kama serikali tuendelee kutoa commitment yetu kwamba tutaendelea kuiunga mkono Mafia Boxing, kwa sababu wamekuwa ni wadau muhimu sana. Kwanza kwa kuwasaidia vijana kujiepusha na vitendo viovu, lakini la pili kuwasaidia vijana kujibrandi na kupata ajira. Lakini jambo jingine sisi tuseme tu kwamba nje na boxing tungetamani Mafia na wao waje na hata kwa wale wapiga wale watu wa ngumi, hata angalau tuone kama ambavyo tumemwona Alkiba wameandaa ile Samia Celebrity Cup, na sisi tunatamani siku moja wale wapigana ngumi, watu wa boxing, hata wa zamani, basi na wao wawe na flavor fulani hivi, hata waonekane kipaji chao kingine nje ya boxing. Taarifa hiyo kutoka Tanga inahitimisha habari za michezo kitaifa, na sasa ni wasaa kuangaza habari za burudani. Mwigizaji Val Kilmer ambaye aliigiza katika baadhi ya filamu kubwa zaidi ya miaka 1980 na mwaka 1990 zikiwemo Top Gun, Batman Forever, amefariki dunia akiwa na miaka 65. Mwigizaji huyo alionekana pia katika filamu ya The Doors iliyotoka mwaka 1991 akicheza kama kiongozi wa bendi maarufu ya Jimmy Morrison, pamoja na Western Tombstone, sambamba na tamthilia ya uhalifu ya Heart. Kilmer amefariki na ugonjwa wa homa ya mapafu siku ya jana huko Los Angeles nchini Marekani, akiwa na binti yake Mercedes aliyewaambia waandishi wa habari. Binti wa mkongwe huyu alisema baba yake aligundulika kuwa na saratani ya koo
mwaka 2014, lakini alipata nafuu baadaye, japokuwa upasuaji wake wa koo uliathiri sauti yake na kupunguza kasi yake kwenye uigizaji. Lakini alirudi tena kwenye kazi ya uigizaji kama rubani wa kivita kwenye movie ya Iceman pamoja na filamu ya Top Gun ya mwaka 2022. Hii ni Channel 10+. Naam, na sasa tuangaze huko kunako mitandaoni ambapo leo upande wa soka kama kawaida, jana ilikuwa ni mwendelezo wa michuano ya klabu bingwa Afrika ambapo mchezo baina ya Mamelodi Sundowns na Esperance katika jiji la Pretoria uligubikwa na vurugu zilizosababisha madhara makubwa. Na moja ya video ambayo imekuwa gumzo mitandaoni ni namna ambavyo baadhi ya mashabiki walivyokuwa wakisaidiana baada ya vurugu, ambapo ilionekana shabiki wa Mamelodi Sundowns akimnasua shabiki wa Esperance aliyekuwa amening'inia katika ukuta wa jukwaa moja la uwanja wa Lotfu Velfred uliopo huko Pretoria nchini Afrika Kusini. Ni baada ya kutokea fujo baina ya mashabiki wa timu hizo mbili. Yote kwa yote, mchezo huo ulimalizika kwa Mamelodi Sundowns kuibuka na ushindi wa bao 1-0 dhidi ya mpinzani wake Esperance. Na hivyo ndivyo tunahitimisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu leo. Mimi ni Esther Mtede, nikurejeshe kwake Fatma kwa ajili ya kuhitimisha habari kwa usiku huu. Naam, asante sana Esther Mtebe kwa taarifa hizo za michezo na burudani, na ndivyo ambavyo tunahitimisha taarifa yetu ya habari ya kutwa nzima leo kutoka hapa Channel 10+. Mimi ni Fatma Hassan.